Asubuhi njema, nataka tuwaze kuhusu huyu jamaa ambaye anaitwa Yakobo ama Yakobo. Na Yakobo, maana ya jina Yakobo ni kisigino. Najua kisigino ya nyuma hapa kwa mguu. Na kisigino kwa lugha nyingi za Kiafrika, si kama kwenu mnasema hivyo. Ukisikia mtu anakuambia uko na kisigino, ni kumaanisha uko na uongo. Wewe ni mtu wa uongo. Wewe ni con man. Ni kwa sababu wakati Yakobo alizaliwa wakiwa na ndugu yake Esau, alitoka tumboni mwa mama yake kama ameshika ndugu yake kisigino. Yeye alitoka akiwa wa pili, lakini Esau alitoka akiwa wa kwanza, lakini alitoka kama ameshika kisigino. Na wale ambao walikuwa hapo, wale ambao walikuwa ni midwives wakati ule, wakasema huyu ambaye ametoka ameshika kisigino, hiyo ndio jina ambalo tutampea. Na watu wengi sana husema kwamba Yakobo alikuwa conman. Na mimi huona kama ni vile alilelewa. Maana tunaona kwamba katika bomba hilo ya kwanza ni kama wazazi waligawanya watoto. Kuna watoto wa mama na kuna watoto wa dadi. Esau alikuwa dadi. Maana alikuwa mwindaji. Anamletea babake nyama. Baba akila nyama anambariki tu, anasema barikiwa kijana yangu kwa sababu ya kuniletea nyama. Naye Yakobo alikuwa mpishi. Kwa hivyo kazi yake ni kusaidia mama pale kwa jikoni wakipika, anamsaidia tupike chakula, wanapika chakula kizuri. Anasaidia mama wakati amechoka, na anamsaidia kazi ya kuosha vyombo. Kwa hivyo mama akasema huyu naye ni kipenzi changu cha roho. Kwa hivyo katika jamii ukawa na magawanyiko. Ukawa na watu wa dadi na watu wa mami. Si kama kwani nyumbani mnakuanga namna hiyo. Result division ambao kuna watu ambao wanapendeka na mami na kuna wanapendeka na dadi. Na kwa hivyo katika kukua kwao unaonekana kama walikuwa na vita kadhaa, na vita ya aina fulani. Sababu hata wakati huyu ambayo Esau ameenda kuwinda, akaja kama ako na njaa, ndugu yake anamwambia kama wanataka nikupatie chakula, nipatie your firstborn right, ama haki yako ya kuwa kifungua mimba. Imagine your own brother anakwambia lazima umpatie hongo ndio akupee chakula. Na chakula hiki kwa ni cha nani? Si ni cheni, si ni cha nyumbani. Kwani lazima uhongane ndio ukule chakula cha nyumbani. Unajua mambo mingi sana ambayo hujifundisha katika maisha, tunajifundisha katika jamii. Na kuna mtu mmoja ambaye alisema pengine Yakobo na mke wake walikuwa watu ambao wanamuogopa Mungu, Rebeka. Na ni kama wakati huo, kama sisi vile tunachelewa kanisani kwa Mother's Union, na wazee wanaingia kwa kama, na hapo tunaingia nyumbani kama tumechelewa kidogo, alafu kijana mmoja anapika chakula ananyima wale wengine. Ni hivyo tu kulienda katika boma hiyo. Maana mama yake na babake hawakuwa, lakini tunaona kwamba wanabishania chakula mpaka huyo anamwambia nipatie haki yako ya kufungua mimba katika tumbo ya baba yangu. Na akafanya vile. Maana hakuwa na jingine. Na hili ni ile mchezo tu yao ya ndugu na ndugu, akamwambia sichukue. Kwani hiyo ni nini kwangu? Akampea chakula naye akafanya nini? Akakula. Na kwa hivyo ni kama Yakobo akaanza kusoma ya kwamba anaweza kuwanang'anya watu wengine katika maisha yake. Na baada ya hapo tunaona kwamba sasa wakati ambapo babake alizeeka na alikuwa kwamba haoni lakini anasikia, haoni lakini anasikia, akamwambia Esau, maana wewe ndiye chaguo langu, ningetaka uende uwinde, uniwindie mnyama mzuri, uniletee, unichinjie na uweze kunipikia hiyo nyama nikule, nikubariki. Naye mama akasema nataka kubariki mtoto wako na utajua mimi ni nani. Hasa Esau akaenda kuwinda. Wakati mamake alibaki na kijana yake Yakobo, akamwambia kuja nikufundishe. Maisha ni kujipanga. Maisha ni kujipanga. Usipojipanga utakuja kukuta kwamba mwana sio wako. Akamwambia kuja nikufundishe, akaanza kumfundisha. Akamwambia vile utafanya, utaenda uchinje ndama moja, ukuje pikia babako umpelekea kubariki badala ya kubariki ndugu yako. Huyo ni mzazi anafundisha mtoto wake kudanganya. Sasa ile kudanganya kwake kulikuwa kwa utoto, sasa kumewekwa wakfu. Kama ni vizuri kudanganya wengine.
Na Yakobo akamwambia mamake, hata nikifanya hivyo na mikono yangu haina nywele kama ya ndugu yangu, basi si baba yangu tu ataniguza tu atajua. Akamwambia takuonyesha vile utafanya. Wewe kwenda uchinje na kuja na hiyo ngozi. Hiyo ngozi utakuweka kwa mkono ili babako akiguza hiyo ngozi afikirie ni ndugu yako. Imagine mama anafundisha mtoto wake kupanga uongo mpaka mwisho. Huyo mtoto kweli angekuwa mtu mzuri? Hangeweza kuwa. Na tunaambiwa kwamba walifaulu. Sababu baada ya kupika chakula na kupelekea babake, na babake akasema sauti ni ya Yakobo, lakini ngozi ni ya Esau, lakini sauti ni ya nani? Ni Yakobo. Lakini vile mmeniletea hizi chakula, unajua the influence of a woman. Akitaka mambo yafanyike kwa mama yake, sasa itafanyika. Huyu ndiye Esau. Huyu ndiye Esau, mbariki. Na babake akambariki. Na hiyo ikawa sasa ni vita katikati ya ndugu wawili. Kwa sababu gani? Wazazi wamechukua nafasi ya watoto katika maisha yao. Wanasema huyu ni mzuri, huyu sio mzuri. Huyu anaitwa baba yangu na huyu anaitwa baba yako. Huyu wa baba yako sio mzuri, wa baba yangu ndio mzuri. Kwani hao watoto wewe ukuzaa wote wawili? Bwana tusaidie. Tuweze kuishi na jamii zetu kama watoto wetu. Na tukaambiwa baada ya hapo akakuwa mjanja sana katika hali hiyo. Sababu wakati waliweza kukompana ndugu yake, wazazi wakamwambia sasa fanya hivi, uenda kwa anko ukakae huko. Nenda kwa anko ukakae huko. Ili ukienda huko ndugu yako pengine asahau mambo ambayo walifanya ama ulimfanyia. Na Yakobo akatoka akaenda safari. Ile kitu hunishangaza ni kwamba kuna pahali aenda kalala. Na pahali hapo alilala, aliweka mawe kama ndio pilo yake. Na usiku akaona gazi kienda mbinguni. Malaika wakiteremka na kushuka. Na wakati aliamka akasema labda pengine Mungu huishi hapa. Wajua yeye anafuata Mungu wa baba yake na babu yake. Wajua kuna Mungu wa Abrahamu na Mungu wa Isaka. Lakini hamjui huyu Mungu. Anasema pengine Mungu huishi wapi? Hapa. Na akapaita nini? Betheli. Baadaye wakati alitoka kutoka kwa anko yake, aliambiwa akuje aliambiwa akuja ajenge madhabahu ya Mungu hapa. Lakini hiyo ni wakati ambapo alikuwa amemjua Mungu. Sasa wakati aliingia kwa anko yake alikuwa mkali zaidi. Alikon anko yake mbuzi. Sijui alikuwa anafanya ushirikina gani, anazipitia pahali inazaliwa vile alikuwa anataka yeye mwenyewe na zinakuwa zake. Mpaka anko akaona pale huyu jamaa ananyang'anya. Akaanza kupanga kumuua. Wakati naye alipata fununu anataka kumuua, akatoroka. Na nimesahau pia hata anko yake alimkon tu. Ndio uone katika jamii hiyo ilikuwa jamii ya makonma. Si alienda kufanya kazi miaka 7, apatiwe Lea, akapatiwa nani? Rakeli. Kwa hivyo hiyo jamii ambayo ilikuwa na mambo ya conmanship. Rebeka alimkon mzee, akaambiwa mtoto fanya hivi. Naye anko yake akakon mtoto. Naye mtoto naye akafanya nini? Naye akamkon. Maana watu ambao wanakaa katika hali hiyo wanafundishana kufanya hivyo wao na jamaa zao na ukoo wao wote unakuwa ni ukoo wa kufanya mambo kama hayo. Lakini nataka kushukuru Mungu. Kwa sababu Mungu wetu ni mkuu na mwenye rehema na mwenye huruma. Maana wakati Yakobo anarudi kutoka kwa anko yake, na anko yake akamfuata akamwambia, kama si Mungu alinong'oneza usiku, nilikuwa nataka kufuata nikuue. Lakini Mungu alinong'onezea usiku akaniambia kwamba wewe anataka kufanya kazi na wewe. Nataka kusema hivi pahali hapa, kwamba huko hapa umejiingiza katika dhambi mpaka unafika pahali pengine unaona hata kuingia kanisa kama tu mtindo tu. Sababu unaingia kanisa, unaomba, ukirudi nyumbani unaendelea kufanya mambo ile tu unafanya kama kawaida. Hakuna ubadilifu ambao uko nao. Nakwambia Mungu ako na mpangilio kuhusu maisha yako, anataka kukutumia. Lakini atakutumia namna gani? Naomba kwamba wakati Yakobo alifika pahali panaitwa I think I got a bit mixed up because anaongea juu ya Betheli, but I also want to talk about that particular place where Jacob met he met the angel of God. Alipaita Penieli, but initially kuna jina palikuwa panaitwa Jabok. Nataka kutumia jina Jabok, hiyo ndio nataka kutumia, ndio inapotea kwa kichwa yangu. Wakati
Yakobo alifika Jabok. Jabok was a valley. Ni pahali palikuwa na mteremko na mlima pande ile nyingine, milima pande mbili, na pale chini kulikuwa pahali kwa mteremko. Akajisikia kwamba anahitaji kuongea na Mungu, ama pengine kama hakuwa anamjua Mungu vizuri, akasema angetaka kuwa na wakati wake wa kunyamaza, afikie sababu sasa ametoka kwa ango yake amemkona, anataka kurudi kwa ndugu yake, sababu wakati wazazi wake wote wawili walikuwa wamekufa, ambaye pia alikuwa amemkona. Nasema akashikwa katikati, between the devil and the blue seas, na akasema kwamba wacha nikae hapa pahali nikiwa peke yangu nifikirie. Somo letu tunaanzia kusema ya kwamba akavukisha jamii yake, wake wote wawili na wajakazi wake ambao walikuwa wameangalia watoto pia na watoto wake 11, kwa sababu wakati huo Benjamini hapo alizaliwa baadaye, akawavukisha mpaka ng'ambo ile nyingine. Na katika kule kuwavukisha akabaki peke yake. Na wakati alibaki peke yake, naambiwa kwamba kuna mtu ambaye alimtembelea pale pahali. Na wakati alimtembelea, akafanya mieleka na yeye mpaka usiku kucha. Na wakati alikaribia usiku kucha, naambia huyu jamaa ambaye walipofanya mieleka naye akamguza uvungu wa paja lake. Uvungu wa paja lake ni hapa juu, hapa kwenye kiuno. Na wakati alimguza hapo, akamwambia sasa niachilie, nataka kwenda maana mwangaza unaingia. Na wakati alisema vile, Yakobo akamwambia siwezi kuachilia mpaka unibariki. Ni kumaanisha kwamba katika kule kufanya mieleka usiku mzima, Yakobo ambaye alikuwa ameshinda watu wote, tunaambiwa kwamba alimshinda huyu mtu. Lakini kabla mwangaza uingia asubuhi, huyu jamaa kuna pahali alimguza, pahali ambapo hajawahi kuguzwa katika maisha yake, na pahali ambapo aliguzwa hangeweza kusimama tena. Kwa hivyo lazima angeshikilia. Na huyu jamaa ambaye alikuja, huyu mtu ambaye alikuja kufanya mieleka na yeye, unasema aidha ni malaika wa Mungu ambaye Mungu alimtuma kwa Yakobo, ama alikuwa Yesu. Unajua Yesu alikuwa mwanadamu baadaye, akakuja kwake ili aweze kumfundisha kwamba hata ingawa katika maisha yake amefanya mieleka na kila mtu, kuna mtu mmoja ambaye anaweza kumshinda, mtu mmoja ambaye ako na nguvu zaidi yake. Na hiyo ndio sababu nasikia akisema hizo baraka zako nazitaka, maana wewe umenishinda. Nimeshinda ndugu yangu, nimeshinda baba yangu, nimeshinda anko yangu. Sasa wewe ndio unakuja kunishinda hapa? Hauwezi. Hata kama anko yangu alinishinda kwanza, mara ya pili mimi nilishinda yeye, kwa wewe unaweza kunishinda namna gani? Hauwezi. Na kwa hivyo Yakobo akasema siwezi kuachilia mpaka unibariki. Nataka tuangazie pahali hapa. Kuna mambo kadhaa ambayo yanaendelea. Kwamba Mungu wakati alikuja kwake, akamguza pahali ambapo anajua yeye hawezi kusimama, anahitaji pahali pa kulalia. Na sababu ile inafanya aseme hawezi kumwachilia ni kwa sababu amelalia huyu malaika. Amemlalia, yeye ndiye anajishikilia kwake. So God was teaching him, alikuwa anamfundisha kujishikilia kwake. You must hold on to me in life for you to succeed. Ndio uweze kufaulu katika maisha, lazima unishikilie. Na usipokuwa na baraka zangu, hauwezi kuendelea mbele. Ndio nikupatie hizo baraka. Unless you have the presence of God, hauwezi kuendelea mbele. Kwa wakati huu, najua kuna watu wengi ambao corona imewashika uvungu wa paja lao, hawezi kutembea. Ulikuwa mzee ambaye alikuwa anatafutia jamii yake chakula, saa hii pesa hakuna. Ulikuwa mama ambaye alikuwa anafanya biashara zake, saa hii pesa biashara hakuna. Umeguzwa uvungu wa paja lako. Na Mungu ako na lengo, anajua kwamba akikuguza hapo hakuna pahali pengine pa kujishikilia ila Mwenyezi Mungu peke yake. Anataka ujishikilie kwake. Na ukishikilia kwake utamuomba baraka, maana hata kila hapo akushikilia atakupatia baraka za kusimama na kuendelea mbele. Lakini kuna njia ambayo Mungu hutumia. Maana wakati Yakobo alisema hivyo,
Malaika akamuuliza, je, niambie jina lako kwanza. Na mimi hujiuliza, unafikiri Mungu wako anajua jina lake? Unafikiri Mungu wako anajua jina lake? Alikuwa anajua. Alikuwa anajua huyu anaitwa Yakobo. Na Yakobo nilimwambia ni mtu ambaye ni mdanganyifu, a con man. Lakini Mungu alikuwa anataka atubu kwamba mimi nimekuwa mdanganyifu tangu kuzaliwa. Nimekuwa mdanganyifu tangu kuzaliwa. Na kwa hivyo akiitikia hivyo, akiitikia kwamba amekuwa mdanganyifu, naye Mungu aweze kumsamehe na kumfanya upya. So Yakobo akamwambia huyu malaika, mimi naitwa Yakobo, mimi naitwa mdanganyifu, mimi naitwa con man. Akatubu dhambi zake. Mungu akamwambia, kuanzia leo umebadilika, maana umefanya mieleka na mimi na umenishinda, hata ingawa nimekuuza pale ambapo ukuweza kusimama tena. Na nataka kuambia kuanzia leo hautakuwa Yakobo tena, hautakuwa mdanganyifu tena, bali utakuwa mbarikiwa. Utaitwa Israeli, taifa lililobarikiwa, taifa lililo takatifu. Kwa hivyo katika kule kufanya mieleka na Mungu, Mungu akambadilisha, akamfanya mtu mtakatifu, kwamba siku ya leo taifa la Israeli linaitwa jina la Yakobo. Na najua Yakobo ndiye alikuwa baba yao, maana alipata watoto 12 ambao walikuwa ni mataifa ama ni makabila 12 ya wana wa Israeli. Yakobo akabadilika. Ukisoma historia yake kuanzia hapo, alikuwa mtu ambaye amebadilika. Hata katika uongozi wake wa boma lake aliongoza kama mtu ambaye amebadilika. Hata wakati kulikuwa na njaa na ikambidi lazima atembee mpaka Misri, ilimbidi aulize Mungu, niende ama nisiende, maana hangefanya kitu chochote bila ruhusa yake Mwenyezi Mungu. Ubadilifu ni wa muhimu sana. Na tusipokutana na Mungu, tusipofanya mieleka ya maombi naye Mwenyezi Mungu, tusipofanya mieleka ya kubadilishwa naye Mwenyezi Mungu, tusiposhindwa naye Mwenyezi Mungu atuguze katika uvungu wa paja letu ama mishipa yetu ya kiuno, hatuwezi kumfuata. Nataka kutangaza kwamba siku ya leo ni mwili wa furaha, maana kuna watu wengi sana ambao walikuwa wanafikiria kwamba haina maana kuingia kanisani, lakini kwa wakati wanasema hiyo nyumba ya maombi ikifunguliwa nitakuwa kwanza kwenda huko na kumshukuru Mungu. Kwamba wakati huu ambapo nyumba za maombi zimefungwa, ukiingia kwa mtandao kuna makanisa mingi sana ambazo zinaongoza ibada ili watu wa Mungu wabarikiwe. Kwamba siku ya leo ni watu wengi sana ambao wanaomba, wanaabudu kwa runinga, wanaabudu kwa mtandao, wanaabudu kila pahali, hata kwa redio, ili wasikie maombi yake Mwenyezi Mungu, ili waweze kumwomba Mwenyezi Mungu aweze kutukomboa na jangwa hili la corona. Kwa hivyo Mungu ametuguza katika uvungu wa paja letu, ili katika mishipa ya kiuno chetu tukose nguvu, tumlalie Mwenyezi Mungu, tumuitishe baraka atubariki. At the end of corona, wacha niwaambie kwa hakika, tutakuwa tumebarikiwa, tutakuwa tumeinuliwa, tutakuwa tumebadilishwa. Katika somo letu la pili, Zakayo naye mfupi alikuwa anaangazia kwamba angetaka kubarikiwa. Alikuwa anasikia watu wamebarikiwa, lakini hakujua atabarikiwa namna gani. Lakini Mungu akaweka nia ndani ya roho yake, ingawaje alikuwa mtoza ushuru. Watu ambao walikuwa wanaonekana kama hao ndio watu ambao ni wabaya zaidi, maana watu wa kuchukua hongo, ushuru mwingi, anajitajirisha, ananona, anafanya kila kitu. Lakini akaona kwamba angetaka kumuona Yesu, na ndio aweze kumuona Yesu, naye lazima angeingia jaboko yake. Lazima angeingia kwa jaboko yake. Na jaboko yake ilikuwa nini? Ilikuwa kupanda mti. Wacha niwaambie, mzee kupanda mti is a big challenge. Tell me, niambie saa hii nipande mti, uone vile nitasumbuka. Na huyu jamaa kwanza ni mfupi, nafikiria pia na mabili alikuwa mnono sababu ya kula ushuru, lakini alijekamua mpaka akapanda juu ya mtaka niona. Akamwambia Zakayo, teremka, maana leo wokovu umeingia nyumbani mwako. Na Zakayo akakubali, na wakaenda na Yesu kwake nyumbani.
Na tunaambiwa kwamba wakati walienda akawaandalia karamu, sababu yeye alikuwa na mahali watu wakule na wakunywe kwake. Maana Yesu amemtembelea. Watu wakaanza kunuia, akasema Yesu akamwambia, wokovu siku ya leo umeingia kwako nyumbani. Watu wakaanza kunuia, akasema huyu wokovu uingie. Huyu mtu mwenye anatukwaza na ushuru kila wakati. Zakayo akasimama akasema, ndio mjue kwamba wokovu umeingia kwangu. Kuanzia leo mali yangu yote nitagawa nusu nipatie maskini. Nao wale ambao nimenyang'anya nitawalipa mara ngapi? Maradufu. You know, he set the pace. Aliweka njia ya kutubu. Maana ukitubu kama umeniibia na hujanirudishia, utajuaje kama uliacha kuiba? Akasema lazima nitawarudishia wote. Na ile ingine ambayo nimepata faida nitapatia maskini. Maana nikiingia kwa Yesu hakuna haja ya kuwa na hiyo mali mingi na nikose uzima wa milele. Maana njia ni Yesu. Njia ya uzima wa milele ni Yesu. Yesu aweze kukuongoza. Yesu aweze kukuinua. Tunaambiwa kwamba Yakobo, na tunaongea juu ya watu Zakayo na Yakobo, na wote ni kama wako sawa. Waje Zakayo, maana ya jina Zakayo ni kumaanisha mtakatifu. The righteous one. Wazazi wake walimuonea, walikuwa na maono kwamba akuwe mtu mtakatifu, lakini Yakobo aliambiwa yeye ni kisigino. Lakini katika wote Mungu alikuwa na haja nao na alikuwa na haja ya kuwabadilisha. Tunaambiwa kwamba Yakobo baada ya kubarikiwa pale pahali akitoka asubuhi akapaita Penieli. Penieli kwa Kiebrania anasema uso wa Mwenyezi Mungu. Feni ni uso. Feni ni uso na Eli ni Elohim. Peniel akaita Peniel, uso wake Mwenyezi Mungu. Akasema hapa nilimuona Mungu uso kwa uso na sikukufa, nikaokolewa, nikakombolewa. Na hata hapo alijenga madhabahu yake Mwenyezi Mungu na akaanza kumwombea. Maana palikuwa pahali pa muhimu sana. Na Mungu asubuhi ya leo anataka kupeleka Yakobo. Anataka upande mti akuone. Ajue kwamba yule mwenye anaomba pale juu ya kwa sauti, huyo ndio anahitaji katika huduma yangu. Lakini wewe umekataa kufanya hivyo. Ndugu yangu, dada yangu, ingia ya boko yako. Ili asubuhi upaite Penieli. Tunaambiwa kwamba asubuhi hiyo nyingine Yakobo alitembea akiwa mguu mmoja hawezi kukanyaga vizuri. He was limping with one leg. Lakini alikuwa anajua kwamba hata kama mimi mguu yangu mmoja nasikia uchungu hapa katika mshipa wa kiuno ama uvungu wa paja langu, kuna kitu moja najua. Nilikuwa mwenye dhambi, nikiingia pale nataka nikuwa mtu ambaye amekombolewa. Ukiingia kwa Yesu utabadilishwa. Na Yesu hana dustbin ya wenye dhambi. Yeye ako na dawa ya dhambi. Damu yake itakukomboa, itakuongoza, itakupatia nguvu katika maisha yako. Na huyu Yesu aendelee kukuongoza. Na huyu Yesu aendelee kukushindania. Na huyu Yesu aendelee kukupatia nguvu. Hata wakati uko mnyonge, mlalie kwa mabega yake. Mwambie sitakuachilia mpaka unibariki. Na atakubariki kama Yakobo ukitubu dhambi zako. Na atakupatia nguvu za kuendelea mbele. Atakupatia nguvu za kupata yenye ambao unahitaji katika maisha yako. Mungu akuongoze, Mungu akuhimize, Mungu akukomboe katika maisha yako. Na akifanya hivyo, hata mimi afanye hivyo tu, ndio nikombolewe, niwe mwana wake. Kama Zakayo, kama Yakobo. Na ni katika jina lake Mwenyezi Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba. Amen. Baba mtakatifu na mwenye rehema nyingi, tujiweka mikononi pako. Sisi ni Yakobo wa siku ya leo. Sisi ni Zakayo wa siku ya leo Bwana. Tupatie njia kukaribia wewe, ila kupanda mti ama kuingia boko Bwana, ili tuweze kubarikiwa na kukaribiwa na wewe. Ili katika maisha yetu yote Bwana Mungu mwenye enzi, tukae kama tumekombolewa. Tukombolewe na korona, tukombolewe na uchumi mbaya, tukombolewe na kukosa chakula, tukombolewe Bwana na kukosa mali, tukombolewe Bwana Mungu mwenye enzi kukosa kazi. Ili Bwana katika maisha yetu utunyooshe baraka zako kama umande, tuweze kupata wema na fadhili zako kila siku ya maisha yetu. Maana tunaomba haya yote katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Na baada ya kusikia neno la Bwana na kuweza kujengwa nalo, tutaimba wimbo nambari 240 na nyimbo tenzi ni namba 50, nyimbo za Injili namba 41. Tukifungua hizo nyimbo, wimbo unasema
Yesu nakupenda, umali yangu. Nyimbo tenzi ni 50, nyimbo za injili ni 41, Yesu nakupenda, umali yangu, na nyimbo standard ni 240. Tuimbe tukipeana sadaka yetu, tukipeana sadaka yetu, tukana pay bill zetu, uweze kupeana sadaka ili tuweze kuendelesha hii injili yake Mwenyezi Mungu. Baba, katika jina lake Yesu Kristo, tunakutukuza na kukushukuru, maana umetupatia vipaji vya kupeana katika nyumba yako takatifu, ili katika nyumba yako kusikakosa chakula, bali watumishi wako wakaweza kuridhika na kufanya kazi yako bila njaa. Tunakushukuru na kukuinua, maana katika muhula huu najua kuna wengi ambao wamekosa chakula cha kukula. Bwana Mungu Mwenyezi, umetufundisha kukuambia kila siku tukupatie mkate wetu wa kila siku. Twaombea mkate wao wa kila siku, ili kila siku wabarikiwe na wewe, wainuliwe na wewe. Katika udhaifu wao Bwana, wafungulie njia ya kupata chakula cha kila siku, ya kupata neema yako kila wakati, ya kuweza kulisha jamii zao na kulisha Bwana hata na watu wao wote, ili Bwana tukiona Bwana ukiwatendea vile, tuitukuze na kuinua jina lako takatifu. Wenye biashara wafungulie makastoma ambao watakuja kununua, Bwana Mungu Mwenyezi. Wenye Bwana ambao wanafanya kazi ya kila siku wapatiwe mshahara ya kutosha ya kuweza Bwana kutenda kazi hii, Bwana Mungu Mwenyezi. Leo neema yako iwafuate kila siku ya maisha yao kwa wema na utukufu wa jina lako takatifu. Wajiweka mikononi pako, tukijua kwamba katika yote utatubariki na kutuongoza. Hata wale ambao wamepeana, Bwana Mungu Mwenyezi, wafungulie njia za mbinguni, wamwagie baraka mingi kama umande, wakosa pale kwa kujiweka. Na wale ambao wanahitaji, Bwana Mungu Mwenyezi, wafungulie masikio yako na roho yako, ili Bwana ukaweza kusikia sana dua zao na kuweza kuwabariki. Na Bwana katika yote, Bwana Mungu Mwenyezi, jumuishe kwa wema na utukufu wako, utaendelea kutubariki na kutuongoza.
mambo hayo katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Tunashukuru Mungu sababu ya ibada hii ya asubuhi ya leo. Mungu ameendelea kutuonekana, kutubariki, aendelee kufanya vile, aendelee kutuhimiza katika neno lake ili tuweze kubadilika katika maisha yetu, tuweze kutukuza na kuinua jina lake takatifu. Na katika jina lake Yesu Kristo tutaendelea kuomba na kuamini. Sala ya kumalizia. Baba mtakatifu na mwenye rehema nyingi, tuweka mikononi pako. Tumeomba kwamba Bwana uweze kutubadilisha katika maisha yetu, kutuongoza katika njia zako zote. Bwana Mungu mwenyezi, najikabidhi mikononi pako. Hata tukukabidhi madaktari wa nchi ya Kenya Bwana mikononi pako, wakati wa Bwana tibu wagonjwa wa corona, wakati hata wanaweka maisha yao katika riski Bwana ya kupata ugonjwa huu. Bwana watunze, walinde, waongoze, wapatie hekima yako, wapatie neema yako Bwana, ili katika siku zao zote Bwana watende kazi yako kulingana na mapenzi yako matakatifu. Kumbuka Bwana pia na wale ambao ni wagonjwa wa corona Bwana, wakitibiwa Bwana waweze Bwana kusikia nafuu na kwenda nyumbani kwa wema na utukufu wako. Waponye kupitia kwa mtendele yako Bwana Mungu mwenyezi, tukasikia ushindi wako Bwana Mungu wetu. Tukabidhi jamii za Eastleigh na Mombasa town mikononi pako, ambao kwa wakati wamefungiwa. Endelea Bwana kuwa pamoja nao, endelea Bwana kutumizia neema na fadhili zako, ili Bwana wakaendelea kubarikiwa na kuongozwa na wewe. Bwana tunajua kuna ndugu zetu, kuna dada zetu ambao wamefungiwa huko. Bwana endelea Bwana kuwaonekania katika kila njia na kila hali, ili Bwana katika maisha yao waendelee Bwana kubarikiwa na wewe. Na hata wale ambao wako na wewe ugonjwa katika pahali hapa katika hiyo town mbili, Bwana Mungu mwenyezi, endelea Bwana kuwaponya, endelea Bwana kuwapatia nafuu. Na sisi ambao Bwana tunaendelea Bwana kujikinga Bwana kwa kutumia barakoa, tunajikinga kwa sababu ya kuosha mkono na kukaa mbali na mwingine. Bwana endelea Bwana kutulinda, endelea Bwana kutupatia wema na fadhili zako. Na tukionana tena siku ya Jumapili ijayo, talitukuza na kuinua jina lako takatifu. Asante Bwana kwa sababu ya kutulinda na kutunza mambo haya katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Nayo neema ya Mungu ipitao fahamu zote iwalinde mioyo yenu na nia zenu katika hali ya kumjua na kumpenda Mungu na mwana wake Yesu Kristo. Nazo baraka zake Mwenyezi Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ziwe kwenu, zikae kwenu kuanzia sasa na hata milele. Amen. Kwa amani tukamtumikia na kumtukuza Mungu. Ibada yetu imeisha.